waheshimiwa mapadre, na kwa namna ya pekee kabisa Padri Evans Riziki wa Jimbo Kuu la Arusha, wapendwa mashemasi, masista, mpendwa mama mjane, pamoja na watoto wako wote, wapendwa ndugu zake marehemu, wana ukoo wa Shirima, waombolezaji kutoka Jimbo Kuu la Arusha na waombolezaji wote kutoka katika parokia hii ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Kwanza kabisa naomba kuchukua nafasi hii kutoa pole nyingi sana kwako wewe baba padre, mjane wa marehemu, wanafamilia wote, kwa kifo cha baba yetu Valentini Ladislaus Shirima. Poleni sana. Nanyi mapadri wenzangu, poleni sana kwa kifo cha huyu baba, maana baba wa padre ni baba yetu sote. Hivyo tunapeana pole kwa kifo cha baba yetu. Wapendwa waombolezaji, awali ya yote ni waalike sote tunapomwombea baba na mpendwa wetu Valentini Ladislaus Shirima, tuunganike na taifa lote la Tanzania, ambapo kwa sasa lipo katika majonzi makubwa, lipo katika kilio, majonzi makubwa yaliyosababishwa na uchaguzi uliofanyika katika nchi yetu ukatupelekea haya yote. Na hivyo tunapomwombea huyu mwenzetu siku hii ya leo, tunaunganika na Watanzania wengine ambao nao wapo katika majonzi kama sisi tuliokaa hapa, wakiomboleza, wakiwalilia wapendwa wao. Ndugu zangu, maisha ya mwanadamu ni zawadi kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake, akatupa hii zawadi kubwa ya uhai wa kimungu, na ni zawadi ambayo tunaipata kwa Mwenyezi Mungu pasipo mastahili yetu, na ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia ili tuitunze hapa duniani na hatimaye tuweze kurudi kwake katika mpango wake, na sio turudi kwake katika mpango wa mwanadamu. Zawadi hii ambayo kila mwanadamu amepewa ndiyo uti wa mgongo wa maisha yake, maana zawadi hii ikipotea, hakuna mwanadamu anayeweza kuirudisha. Ni yeye ametupa, na ni yeye mwenye mamlaka ya kuitoa na kurudi kwake. Hivyo kila mmoja anaalikwa aweze kuitunza zawadi hiyo, na tumwachie Mwenyezi Mungu ambaye zawadi hii inatoka kwake, yeye mwenyewe aweze kuhitimisha mpango wake kwa kila maisha ya mwanadamu aliyemleta hapa duniani. Tunapomwaga
baba yetu na mzee wetu Valentini, tunaongozwa na haya masomo tuliyoyasikia. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hekima ya Solomoni, ile sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 11. Katika somo hilo tumekumbushwa kwamba mamlaka yote ambayo mwanadamu anakuwa nayo yanatoka kwa Mungu, kwamba mtu akipewa uongozi, mtu akipewa mamlaka, mtu akipewa madaraka, hayo yote yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, kama somo lilivyotuelekeza. Nikinukuu katika somo hilo: sikilizeni enyi wafalme, fahamuni enyi watawala, mamlaka mliyopewa yametoka kwa Bwana, na nguvu mlizo nazo katika mamlaka pia zinatoka kwake yeye. Kumbukumbu, Hekima ya Solomoni sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 3. Kwa maneno hayo, kwa watawala na kwa wenye mamlaka, ni sauti ya onyo na mwaliko kwamba madaraka si mali binafsi ya mtu, bali ni dhamana kutoka kwa Mungu kwa ajili ya watu wake. Mtu anapopewa mamlaka au madaraka, atambue kwamba kwanza yametoka kwa Mungu na ni kwa ajili ya watu wa Mungu, na hivyo ayatumie kwa hekima, kwa haki, kwa huruma, na akiongozwa na hofu ya Mungu. Mungu ndiye anayetupa nafasi hizo za kuongoza wengine, na hivyo lazima kusimamia haki, huruma, na hivyo vyote vikiongozwa na hofu ya Mungu katika maisha yetu. Somo limeendelea kutuasa kwamba wenye mamlaka watambue kwamba baada ya maisha yao hapa duniani nao pia huhukumiwa. Hilo walitambue kabisa, kwamba mamlaka wanayoyapewa lazima watoe hesabu mbele ya Mwenyezi Mungu juu ya madaraka, kwa kuwa wale walio wadogo kwa huruma na neema ya Mwenyezi Mungu wanaweza kusamehewa, bali wenye nguvu na mamlaka hawa watahojiwa kwa nguvu, watahojiwa kwa uchunguzi mkali. Hekima ya Sulemani sura ya 6 aya ya 5 mpaka ya 6, kwamba wenye mamlaka baada ya maisha yao hapa duniani watahojiwa tena kwa uchunguzi mkali. Kwa maneno mengine, mtu ambaye anakuwa na mamlaka, mtu ambaye ana madaraka, ndiye ambaye anapaswa kuwajibika zaidi mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Ukijua kwamba wewe una mamlaka, ukijua kwamba wewe umekasimiwa madaraka, tambua kwamba utawajibika zaidi mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Na kwa sababu hiyo basi, haki inapaswa itendeke kwa kila mmoja. Haki haipaswi kuwa ya upendeleo, haipaswi kuwa ni kwa watu wenye cheo,
au kwa watu wenye hekima, bali inapaswa kuwa kwa watu wote. Ndugu zangu, msingi wa somo hili unamwandaa mwanadamu ajitambue na atambue yanayompasa katika maisha. Leo tunapoangalia katika hali ya nchi yetu ya Tanzania, tunashuhudia mambo ambayo yanaumiza, mambo ambayo yanakatisha tamaa. Tulizoea wakati wa uchaguzi mkuu zilizopita katika nchi yetu, tunafanya uchaguzi, na baada ya uchaguzi maisha yanaendelea kuwa ya amani na umoja. Uchaguzi wa mwaka huu umeishia kwa vurugu, mauaji holela, watu kupoteza maisha kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Cha kusikitisha zaidi, wapo hawa ambao wamepewa jukumu na mamlaka ya kulinda raia na mali zao, wale ambao tuliwakasimisha madaraka na mamlaka kwa ajili ya kutulinda sisi pamoja na mali zetu, wamegeuka. Tutambue kwamba nimesema tangu mwanzo, wanaokabidhiwa mamlaka yote yanatoka kwa Mungu, na kwamba lazima tuongoze kwa hofu na unyenyekevu mkubwa. Lakini kwa sasa katika nchi yetu hali imebadilika, hali imekuwa ni ngumu. Taifa linaomboleza, watu wanalia. Ule utu wa Watanzania umependa watu. Ni kwa sababu ya mamlaka, ni kwa sababu ya madaraka ndipo tuondoe uhai wa wanadamu? Tutambue kwamba hapa duniani tumepewa fursa ya kuishi kwa muda na hatimaye tuweze kurudi kwa Muumba wetu. Na muda huu lazima tuutumie vizuri. Hapa duniani hakuna kisichokuwa na mwanzo, kisichokuwa na mwisho, na tunachotafuta ni maisha ya milele. Kumbe katika kuishi kwetu lazima tutumie sana hekima, busara na hofu ya Mungu katika kutuongoza. Swali la kujiuliza, na hasa kwa wale ambao wamepewa mamlaka, ni hili: je, mamlaka tuliowapa, mamlaka tuliowarathimisha, wanayatumia kwa haki? Je, tunalinda maisha au tunalinda maslahi yetu binafsi? Nilipokuwa naandaa haya mahubiri na kufanya tafakari, nilikuwa najiuliza, hivi hawa ambao wanapigania madaraka halafu wanaua watu, wanataka waongoze watu gani sasa? Kama mnaua raia, nataka muongoze watu gani? Au wanataka waishi duniani wao wenyewe? Ndio maswali ambayo tunajiuliza na ambayo hatupati majibu. Mioyo ya Watanzania inavuja damu. Kuna watu mpaka sasa hivi wanatafuta wapendwa wao
hawawaoni. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, kila mahali ni maombolezo. Na klipu nimeiona leo asubuhi, familia moja baada ya kutafuta mpendwa wao na kukosa, wameamua kuchukua baadhi ya mavazi yake wanayazika, wakisali wakiomba, basi tumemzika ndugu yetu. Kwa Tanzania ndio hapo tumefikia. Hiyo ndio hali yetu sasa hivi. Ndugu zangu, nchi yetu ya Tanzania daima tumekuwa tukiimba kwamba tuna amani, tuna amani, tuna amani. Ndugu zangu, msingi wa amani ni haki. Bila kumpa mwanadamu haki yake, huwezi kuongelea swala la amani, swala la umoja, swala la mshikamano. Kama taifa, huu ni muda wa kupaza sauti. Huu ni muda wa kukaa chini na kufikiri na kuweza kuona ni kitu gani cha kufanya. Kama Watanzania ambao tumezoea amani, tumezoea upendo, huu ni muda wa kupaza sauti. Inasikitisha kwamba kwa namna hali ilivyo katika nchi yetu, na kwa kuwa imeshatokea hivyo, nilitegemea kwamba wale ambao wako katika madaraka wangejishusha, watambue kwamba mamlaka walio nayo ni kwa ajili ya kuwahudumia watu, kwa ajili ya kuwahudumia raia. Taifa lingepaswa sasa, ili kuweza kuponyana haya maradhi, kuponyana haya madonda yaliyo katika mioyo yetu, tuweze kukaa kumwomba Mwenyezi Mungu, kupeana pole, kushirikiana na kuweza kuombana msamaha hapa na pale kwa yale yote yaliyotokea. Lakini kinachoendelea sasa hivi, watu wanaendelea kuwapa bungeni, watu wanaendelea kuchukua madaraka mbalimbali. Wakati huo huo taifa lipo katika majonzi, tunazikana watu wetu, wapendwa wetu. Hii ni sawa? Ndio kutafuta maridhiano katika hali hii? Maridhiano ya namna gani? Yaani tuseme ukweli kabisa, watu wameumia, wengine wamevunjika, wamekuwa hali zao za maisha zimebadilika kabisa. Wengine ndio hao tunaowazika kama mzee wetu. Wengine hilo hawalioni, wanaendelea na shughuli kana kwamba taifa lipo katika hali ya kawaida. Mbele ya Mungu hii ni dhambi kubwa, na kwa namna hii dhambi haitasamehewa. Haiwezekani kwamba tunaomboleza kwa namna hii, tunaumia kwa namna hii. Wapo wengine wanaendelea kuponda maisha na ambao wanajiandaa kutuongoza sisi. Viongozi wa namna gani? Lazima tuseme ukweli, na ili taifa liweze kupona na tuweze kuendelea na maisha. Tukiendelea katika hali ya namna hii, bado machafuko yataendelea, bado hali itaendelea kuwa ngumu. Lazima turudishe utu wetu, tuone huyu au hawa waliopoteza maisha ni Watanzania. Na mbaya zaidi, hawa ambao walikuwa barabarani wanaandamana, wanatafuta haki. Lakini zaidi, kuna ambao hawakuwa barabarani wanaandamana, wako nyumbani wamepigwa risasi. Na ukiangalia baadhi ya klipu, na klipu moja niliona, mtu amebeba bunduki anashangilia,
tuko kama Somalia, tuko kama Somalia. Watanzania tumekuwaje? Hapa tunabidi tumuombe sana Mwenyezi Mungu ashushe neema na baraka zake, atuangalie tena sisi wa Tanzania. Tuliimba amani, tukaimba umoja, na hali ya namna hiyo sasa mambo yamebadilika. Tuombe hii damu ya Watanzania iliyomwagika, hii damu ya Watanzania iliyomwagika ilete haki, ilete amani, na taifa liweze kuponywa kwa namna tunavyosali, kwa namna tunavyoomba. Hii damu iliyomwagika nyingi namna hii inapaswa kuleta matunda. Viongozi wetu na watawala wetu watambue kwamba hii damu inamlilia Mwenyezi Mungu. Sawa, kuna mali mbalimbali zimeharibiwa na nini, sawa, tunaweza kupambana kufanya kazi tukarekebisha hizo mali, lakini maisha ya mwanadamu yakishatoweka huwezi kuyarudisha. Na hivyo usiendelee kujidanganya mali yameharibika na nini na nini, na wakati huo huo tunasahau roho za watu zilizopotea na ambazo hata tufanye nini haziwezi kurudi. Somo la Injili, Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja duniani alitumwa ili kuja kutukomboa, kutupatanisha tena na Baba, na kuhakikisha kwamba pale ambapo Mwenyezi Mungu na sisi tutaweza kuwepo. Wote alionipa Baba watakuja kwangu, na yeyote anayekuja kwangu sitamtupa nje kamwe, bali nitamfufua siku ya mwisho. Tunaomba maneno haya ya Injili yawe faraja kwa wanafamilia, na kwa namna ya pekee yaongoze huruma ya Mwenyezi Mungu kwa hawa wapendwa wetu. Wengi wamepoteza maisha yao bila kujiandaa kiroho, wamekatizwa maisha yao kwa ghafla, na hata wakupata hata nafasi ya kujiandaa kumrudia Mwenyezi Mungu. Wote alipao Baba watakuja kwangu, na wanaokuja kwangu sitamtupa nje hata mmoja. Tunaomba huruma hiyo ya Mwenyezi Mungu kwa hawa Watanzania ambao maisha yao yamekatizwa. Huruma ya Mwenyezi Mungu itawale na waweze kupokelewa kwake mbinguni. Tunaendelea kuifariji familia, tukimwombea mjane pamoja na watoto wake, kwa namna ya pekee padri wetu Evans, moyo mkuu katika hili. Tunatambua kwamba hili limewaumiza sana. Neema na kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndizo ambazo pekee zitakazoweza kuwapa faraja. Injili ya Mtakatifu Mathayo ile sura ya 20 aya ya 26, Yesu anatuambia, yeyote anayetaka kuwa mkuu na awe mtumishi wenu. Yeyote anayetaka kuwa mkubwa na awe mtumishi wenu. Tunawaomba viongozi wetu na ambao tumewakasimisha madaraka wawe watumishi, wawe na hofu ya Mungu, wajali utu wa mwanadamu, watambue kwamba maisha ni zawadi ya pekee kutoka kwa Mungu, na kwamba hakuna mwanadamu yeyote mwenye mamlaka ya kuondoa uhai wa mtu. Hakuna mwanadamu yeyote mwenye mamlaka ya kuondoa uhai wa mtu. Tumuombe Mwenyezi Mungu
aendelee kutubariki, aendelee kubariki nchi yetu, na kilio hiki ambacho tunampelekea akisikilize, awe faraja kwa wote waliofiwa, na marehemu wetu awapokee katika ufalme wa amani. Raha ya milele umpe Bwana.